Chum TV. Furaha kiganjani. Nichukue fursa hii kutoa pongezi kwenu kwa kuidumisha kamati hii tokea mwaka iliyozinduliwa mwaka 2005 hadi leo. Kama tulivyoambiwa hapa, imefanya kazi kubwa ya kuhamasisha amani, imefanya kazi kubwa ya utatuzi wa migogoro, na kwa kweli ni jambo la msingi sana kuendelea kuwa na kamati kama hii ambayo mustakabali wa nchi yoyote ile ni uwepo wa amani. Kwa hivyo tukiwa tuna kamati zinazofanyia kazi amani kabla haijavunjika ni jambo la msingi sana. Nawashukuru sana kwa kuja na mwongozo wa viongozi wa dini kuhusu uchaguzi. Kwa hiyo ni vizuri sana kuwa na mwongozo kama huu. Nashukuru kwa kunipatia nakala hii, nitaisoma vizuri, na ni mategemeo yangu kwamba viongozi sote tutausoma mwongozo na tutauzingatia. Manabii yaliotangulia, Nabii Isa, Nabii Zakaria, Nabii Yahya, kwamba walikuwa wanaomba amani, wanataka amani siku ya kuzaliwa, amani siku ya kufa, na amani siku ya kufuliwa. Na mimi naongeza kwamba kamati hii vipindi vitatu, na si kama alivyotaka nabii, na sisi vipindi vitatu hivi vile vile. Amani siku ya kupiga kura, watu wawe huru, wapige kura uhuru, wakijitapa wenyewe. Amani siku ya kuhesabu kura ya pili, hapana kizuizi, kila mtu anani yako wazi mambo. Na amani siku ya kutoa matokeo ya kura. Mara nyingi shughuli zetu zinakuwa ni mazungumzo. Kwa hivyo si aghalabu sana kuisikia kamati inafanya kazi katika vyombo vya habari. Mara nyingi ni mazungumzo, panapotokezea jambo tunakuwa tunamuita kwa sababu ni nasaha zaidi ambayo ndio tunayoifanya. Lakini pamoja na hilo huwa tuna shughuli mbalimbali ambazo zinafanywa. Kamati kikawaida kuna kamati kuu ambayo ndio inaundwa na viongozi wakuu wa hizi taasisi, kwa sababu kamati ni ya taasisi. Kama ndani ya watu hakuna amani, basi hakuna maendeleo. Tungetamani kwamba watu wawe na amani kutoka ndani ili waielezee nje, alafu na basi tuwe na maendeleo, kwa sababu kutakuwa na ushiriki mkubwa katika kazi za kimaendeleo. Kama ni chombo cha kidini kinachohitaji ni amani na utulivu. Kwa mpaka leo imetufikia sisi, na sisi tumepokea kutoka kwa wale tutangulia, tunaendeleza jambo hili. Elezea uchaguzi ni nini? Tunataka watu wetu wajue kwamba hata kwenye dini swala la uchaguzi likuwepo, na kwamba uchaguzi si sababu ya watu kuitalifiana, bali ni kuchagua na iweje, mmoja atakuwa rais, mmoja atakuwa mbunge, mmoja atakuwa mwakilishi kwenye, haiwezi kutokea mkawa wote watatu. Kwa hiyo dini inasema nini kuhusu uchaguzi?